Tutakuwa tukitarajia taarifa hiyo kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu zifuatazo za saa 1 na saa 3. Tukisalia katika kaunti hiyo hiyo, wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu kutoka kaunti ya Nakuru wamejitokeza kwa mshikamano na wakazi wa kaunti hii kutoa wito wa kuboreshwa kwa huduma za afya katika kaunti hii. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu wa habari kutoka kaunti ya Nakuru, Chichi Josephine, kwa mengi zaidi. Naam, Ruga, ni kweli hii leo wanaharakati ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu kutoka kaunti ya Nakuru na kaunti jirani wameweza tu kujitokeza ili kuzungumzia masuala ambayo wanahisi kwamba kaunti ya Nakuru imeweza tu kudorora kwayo. Naelewa kwamba ni kuhusiana na afya ama sekta ya afya, ambapo pia wameweza kukashifu uongozi wa kaunti ya Nakuru. Elewa kwamba hapo awali kumekuweko tu na visa tofauti ambavyo vimeweza kutokea kwenye hospitali ya rufaa ya Nakuru, ambapo kumekuweko tu na kutoweka kwa miili pamoja na kutekelezwa ama kutelekezwa kwa wagonjwa pale, na wengine wao wameweza kubaki kwa wameweza kupoteza uhai. Hivyo basi hii leo wameweza kusema kwamba hawatanyamaza, na hivyo wako hapa ili kuzungumzia masuala haya, na nitakuwa nikiwahusisha ili waweze kunieleza, je, wanaghadhabishwa na nini na wanahitaji hasa nini kifanyike kutoka kaunti ya Nakuru na labda kutoka kwa uongozi wa kaunti ya Nakuru. Nitangulize na wewe Bwana Muraya. Wewe najua ni mtetezi wa haki za kibinadamu, na hii leo mmeghadhabishwa na mkasema kwamba mtazungumza. Nini hasa mnahitaji mzungumze? Kwa majina naitwa Mwangi Muraya wa Nyambugi, mwanachama wa Nakuru Human Rights Defenders, na hii leo tumekuja hapa kuzungumzia ama kulalamikia upetetevu ambao umekuwa ukishuhudiwa kutokana na kiongozi wa county governor kutokuwepo karibu. Tunajua ya kwamba alikuwa ugaibuni, na alipokuwa ugaibuni mambo yamekuwa yakienda segemnege. Kuna mama ambaye alikuwa akijifungua, Mama Elizabeth, ambaye aliweza kukufa. Kuna mtoto ambao wazazi wake hawana uwezo wa kusikia, mwili wake mpaka kwa wakati huu haujapatikana umeenda wapi. Tunaelewa ya kwamba vile kuna daktari David Lagat ambaye aliweza kukufia katika eneo lile, na bado hatujaipata jibu. Hii leo tumekuja kumwambia Madam Governor ya kwamba mambo Nakuru hayaendi sawasawa, mambo yanaenda segemnege, na kwamba tumekuja hapa kumuelezea kwamba hatua inapaswa kuchukuliwa, na ndio sababu hii leo tutataka kutoa maoni yetu kumwambia ni hatua zipi ambazo zinapaswa kuchukuliwa. Kitu cha pili, wananchi wamekuwa wakilalamika hapa ya kwamba huduma hazijakuwa nzuri. Na wananchi wanaposema hivyo, tumeona wamekuwa wakitumiwa polisi. Kuna magenge ambayo yamekuwa yakijaribu kuwatandika wananchi ambao wanadai kuhusu haki zao. Tumekuja hapa kusema ya kwamba hicho ni kinyume cha sheria, na tuko macho na tuko tayari kwenda hata mahakamani kuona ya kwamba hatua zinazofaa zinachukuliwa. Nahitaji niulize, iwapo kufungwa kwa hospitali ya War Memorial unaona kumechangia swala hili? Nimesema ya kwamba sisi ni mtandao wa Human Rights Defenders. Tunafanya na wananchi na wenzetu kutoka Laikipia, Baringo, Narok na kaunti zingine ambazo ni jirani zetu hapa. Kufungwa kwa Nakuru War Memorial Hospital, hospitali ambayo imekuwa ikihudumia wananchi wa Nakuru kwa karne moja, na ikafungwa wakati serikali ya Madam Governor ilipochukua hatamu za uongozi, imefanya kuwe na wingi wa wagonjwa katika Nakuru Level 5 Hospital. Kwa hivyo tunasema hivi, sheria imetolewa na mahakama zetu kwamba ile hospitali iweze kufunguliwa. Tumekuja kusema hapa tunataka War Memorial ifunguliwe ili iweze kusaidia Nakuru Level 5 katika kusaidia haya mambo. Na jambo lingine, wananchi wa Nakuru kwa masuala ya afya hawajakuwa wakipata heshima zao, na hata wakikufa pale kuna watu ambao watakwambia unataka kuchukua mtu wenu akiwa mtu ama akiwa kama atambuliki. We want people to live in dignity while in life and while in death. Shukran sana. Labda nieleze wewe umeweza kushuhudia nini wakati ambapo umefika kwenye hospitali ya rufaa ya Nakuru? Umesema kwamba umeona mambo mengi yakiweza kufanyika pale. Tueleze tu kwa sekunde za kuhesabu. Nimekuwa PGH kwa mara nyingi, lakini mambo ambayo yanatendeka ni mambo ambayo hata haifai kuwa inatendeka kwa binadamu yeyote. Nimekuwa huko kwa Margaret Kenyatta
Kenyatta wing, and I know for sure Elizabeth alikufa out of negligence. Personally, I gave birth there. So ninajua mambo ambayo yanatendeka huko. Nilikuwa I was an emergency patient, na it took so long for them kunifanyia CS, and even after CS I had a baby who was supposed to be taken to the inaitwaje ile kwa incubation, na alipelekwa, lakini pia hata mimi kumaccess it took a lot of time. I was there for 13 hell days and I went through a lot. Hiyo mambo ya kuwa ati watu wanajifungua hawapewi vitu ambavyo wanafaa kupewa, umetoka cesarean session and the next thing unaambiwa usimame uende uoge na maji baridi then upande juu ukaangalia mtoto wako. It is inhuman. Mambo ambayo inatendeka huko kwa morgue, we know they cannot keep bodies kama hawajapewa hongo. Tunajua wakati ambapo Muraya anasema unaulizwa unataka kupata mwili wako ukiwa which state, hiyo ni kumaanisha ukiwa umetoa kitu kidogo. Tunajua watu wanakufa pale kwa casualty because of lack of 100 shillings, 150 shillings. Wanasema zinafaa kulipwa na M-Pesa, then the next thing you're supposed again to give cash. Tunajua hizo mambo zote zinafanyika. Last week I took a patient ambaye alikuwa amepata accident, and from 10 tulihudumiwa at around 1. Yeah. Shukrani sana na pole sana kwa namna hiyo. Labda wewe ulizungumza, wewe ni mwanaharakati na naelewa umebobea kwenye kazi yako. Nieleze, wakati ambapo tunaona masuala kama haya yakiweza kutokea, wakati ambapo kila mmoja anahitaji huduma ya kuweza kupata afya ama huduma za afya kutoka PGH, inakufanya uhisi vipi kama mwanaharakati, na ungetaka hasa serikali ya kaunti ifanye nini? Mimi pendekezo langu kama mwananchi wa Nakuru na kama mwanaharakati, ningependekeza Madam Governor aangalie na zingatie zaidi sana kuhakikisha yale ametenga, na amehakikisha yale kwamba ametenga ameweza kuipatia, ikifikia masuala especially pande ya lab, masuala ya x-ray, masuala ya madawa, na pia wale madaktari wapatiwe environment ambayo kwamba itaweza wao kutupatia matibabu ambayo kwamba inafaa, na pia angalie zaidi management ambayo kwamba iko PGH, kwa sababu ukiangalia hizi trend ambazo kwamba zimesonga ni kwa sababu hawajakuwa wakisikiza malilio yetu. Na haiwezi kuwa anasema ati kama tukisema PGH ati anasema tunapata watu wengi kutoka nje. Ni kama tu kwa nyumba una expect unajua unapata wageni wengi. Kwa hivyo ukitengeneza ile bajeti, si unajua pesa zinaingia nyingi. Kwa ile pesa hakikisha pia unaongeza bajeti yako ili watu waweze kusaidika zaidi. Yeah. Kwa ajili ya wakati mtaniruhusu tu nitamatishe, lakini tutazungumza zaidi. Hivyo basi Ruga elewa kwamba ni wanaharakati kutoka kaunti ya Nakuru ambao wanaelezea mengi kuhusiana na kile ambacho wakazi wa Nakuru ama mathila ambayo wakazi wa Nakuru wanayapitia wakati ambapo wanafika kuweza kupata huduma za afya kutoka hospitali ya rufaa ya Nakuru, ambapo ndio tegemeo hususan kutoka kaunti hii ya Nakuru na kaunti jirani za Baringo na zinginezo. Hivyo basi wamesema mwito wao ni kwa yule ambaye ni kiongozi wa kaunti ya Nakuru, Gavana Susan Kihika, ambaye kwa sasa wanasema hawajaweza kuwajibika, lakini ni swala ambalo bado nitazidi kuangalia kwa undani na labda tutaweza kuandaa taarifa baadaye. Kutoka kwangu sina la ziada. Ruga chukua usukani. Mimi ni Chichi Josephine. Naam, asante sana Chichi Josephine. Na ndizo changamoto za wakazi kutoka kaunti ya Nakuru.